ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa. Vile vitu ambavyo kanisa la Sardis liko nafanya. Do you know? Unajua? There's something that the angels say that they have a name as though they are alive. Kuna kitu ambacho malaika wanasema kwa wana jina ni kama wanaishi. Yes, they are dead. Ila wote wamekufa. Nisaidie kuuliza jirani yako yuko hai ama? Uliza jirani yuko hai ama amekufa. Unasemaje? Baadaye unataka mtu. Unataka mtu amekufa lakini kama hapo hai. Si inasemekana walikuwa na jina. Wanaonekana wako na jina kama watu walio hai lakini wamekufa. Meaning uhai wako unaweza kuwa ulichukulia kitambo, so wewe unatembea kibongo. Oh, I don't know kibongo. Niliwaambia kibongoro ni nini? Yes, we see you walking. We see you clapping your hands. We see you dancing. But you are dead long time. Tunakuona ukitembea, tunakuona ukipiga makofi, the one that is living is not you. Yule ambaye anaishi si wewe. It's a photocopy. Ni kitambulisho tu. The original was created by God. Ile kiasili iliumbwa na Mungu. To live an excellent life. Kaza kuishi maisha ya kufanikisha. To live a victorious life. Maisha ya ushindi. To live a life of excellence. Maisha ya ufanikisho. But the one living now is a photocopy of the original. That's why he's suffering. Anayeishi saizi ni kopi ya yule alikuwa. Sorrow may endure for a night. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Sorrow may endure for a night. Are you
you the one living on your photocopy? Ni wewe unaishi ama ni ile kopi yako? Today I came to call back the original person. Leo nilikuja kumuita yule wa kiasilia. I came to call back the original person. Nilikuja kumuita yule wa The kiasilia. one that was dead must be buried and forgotten, and the original person must live. Yule aliyokufa lazima zikwe na saulike, na yule aliye kiasili arudishwe. We cannot continue to live as dead people. We have a name. Maybe you are called Paul. Paul. Hatuwezi kuishi maisha kama tuliokufa. Una jina la mfano Paulo. And I saw in the network that there are some people who are called Jesus. Niliona mtandaoni kuna watu wanaitwa Yesusi. But did they become Jesus? Lakini walikuwa Yesu kweli. They just pronounce it as Jesus, but the spelling is the same. Wanasema kama Yesu lakini ule kutamka ni vile vile. Like there's a footballer called Jesus. Kuna mwanamchezaji anaitwa Yesusi. Has he become the savior? Amekuwa mkombozi. No. They have a name. Wana jina. As if they are alive. Kama wanaishi. But they are dead. Lakini wamekufa. Saint Stephen. Saint Paul. Saint Paulo. Matthew. Mathayo. Saint Mary. Maria. Does that make them alive? Inawafanya waishi. Saint Laodicea, does that make them alive? Inamfanya aishi. Does that make them alive? Inawafanya waishi. La. No. La. Their character does not agree Tabia zao hazikubaliani with their Christianity. na Ukristo wao. The principles of the Bible Yale matendo ya are not Biblia being fulfilled. hazijatimizwa They bado. are living a life of confusion. Wanaishi maisha ya kuchanganyikiwa. Do you know something? Unajua kitu? Your star Na nyota can yako be manipulated inaweza kugeuzwa in such a way that kwa njia ambayo you think you have, unaona ni kama unayo yet you don't have. lakini hauna. You think you are living, yet you are not living. Unaona unaishi lakini ulishakufa. No wonder most of us are hustling. Ndio maana wengine wetu tunatafuta kwa bure. Hustler movement. Did God create you to hustle? Uliza jirani, Mungu alikuumba Did he utafute kwa create you to nguvu. hustle? Before Adam and Eve sinned against God, Kabla Adamu na Hawa In the Garden of Eden, Mungu katika Garden ya Edeni were they hustling? walikuwa wanatafuta. Everything was available. Kila kitu kilikuwa pale. Eat anything you want. Kula chochote Except unachotaka the tree. ila ule But everything mti. else was available. Lakini kila kitu kilikuwa pale. Meaning, human being without sin Sababu binadamu bila dhambi should live in abundance. anafaa kuishi maisha utele. Hapo huwezi sema amen kwa sababu matatizo yamepinya mpaka umefika mahali unaona tu mimi matatizo yangu na mimi matatizo. Kwa hivyo hata nikita matatizo ni sawa. Kwa karibu kubadilisha jina kwa hiki. Kitu amati matatizo. That's why when I talk about abundance for you, you are saying, where is it coming from? Ndio maana mwingine anajiuliza wewe unatoka hajui. Doesn't he know my name? Hajui jina langu. Doesn't he know in our family there's nobody like that? Hajui katika familia yetu hakuna mtu kama yule. But I came to tell you today, Lakini my brother, nimekuja my kuambia sister, leo, ndugu yangu, dada yangu, there is a way kuna njia to get to abundance. kufika kwa It's by utele. living according to the principles of God. Yuko kuishi kwa mienendo ya Our Mungu. Christianity should not be by name only. Ukristo wetu ufai kuwa kwa jina peke Our yake. hearts should be right with God. Mioyo yetu inafaa kuwa sawa na Mungu. We should not be seen to be right with God. We should be right with God. Hatufai kuonekana kuwa sawa, tunafaa kuwa Not sawa na being seen to Mungu. be right with God. Si kuona wako sawa. By the way, Ah, in my beloved religion, the religion I love so much, katika dini yangu ninayopenda sana, where I almost became a Christian, mahali karibu ni kuwe our righteousness was physical. utakatifu wetu ulikuwa kimwili. Our humility was physical. So we go Kunyenyekea kulikuwa to church kimwili. as holy people. Tukienda kanisani tulikuwa tunaenda kama wanyenyekevu, watakatifu. Even when we are receiving as holy people, Hata tukipokea physical righteousness. tulikuwa ilikuwa utakatifu Our kimwili. appearance looked like we were holy. Kuonekana kwetu kulikuwa But immediately utakatifu. after we leave the church, Tulipotoka what kanisani, happens outside the church ni kile kinafanyika nje ya is kanisa disastrous. ni ya kushangaza. That's how the church of Sardis was. Hivyo ndo kanisa la Sardis They were good in action. walikuwa wazuri katika matendo. Activities, very good. Mambo yao walikuwa wazuri. Orphanage, Kadule helping the poor, kusaidia maskini, blessing the needy, kubariki wanaohitaji, helping the widows and the orphans. kusaidia wajane. In terms of actions, they are very good. Katika mambo ya matendo walikuwa wazuri, But measure them in the spiritual parameters, lakini katika kiroho they are zero. wako sufuri.
How I pray today Ninaomba leo that you, the church, ya kwamba wewe kanisa will not be like Sardis. hautakuwa kama Sadisi. The Christians in Sardis were full of works. Wakristo wa Sadisi walikuwa wamejaza matendo. They had a name of Christianity. Walikuwa na jina ya Ukristo. They were good and lovely and adorable. Walikuwa wazuri na kupendeza. Si mnawajua? Wanakuwa smart Sunday, sio? Anatafuta kuile smart Sunday best. Manake sio yako hoji. Sio? But Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, they are different. Wako tofauti. Sardis. Kanisa la Sadisi. But how I pray, lakini naomba whether you are smart or not, ukuwe mtanashati ama wazimu, your heart, ni moyo wako, roho yako inafaa kuunganishwa na Mungu. It's not about the physical appearance. It's not to be smart by them. Sio kuhusu mwili wa nje. Ni mzuri kuwa mzuri, ni mzuri kuwapendeza. Why did I ask my daughter, why do people wear clothes? Siku moja nikauliza mtoto wangu, mbona watu wanavaa nguo? Sometimes I just, and then she gave her answers. And then I told her, I think the best answer is to cover our nakedness. Akapatia majibu yake, lakini nikamwambia hata kama kuna sababu zingine, lakini the best answer is to cover our nakedness. Jibu mwafaka ni kuficha uchi. That's why I disagree with my dress, my choice. Ndiyo maana nakataa na nguo zangu kupenda kwangu. Because my dress, my choice does not cover the nakedness. Sababu nguo yangu kupenda kwangu haifuniki uchi. Does it cover? Hainafunika? No, it doesn't. Haifuniki. Haifuniki. When we say my dress, my choice, tunaposema kuvaa kwangu kupenda kwangu, hata sketi fupi ile inayofika hapo kuchagua kwa mtu, ni kuchagua kwa mtu. Tuko pamoja, inaficha uchi. Why did Adam and Eve, when God called and said, Adam, where are you? Kwa nini Mungu alipoita Adamu uko wapi? Why was Adam hiding from God? Kwa nini Adamu alikuwa anajificha kwa Mungu? He discovered he was naked. Alitambua kuwa alikuwa uchi. Meaning he had not covered his nakedness. Sababu hakuwa ameficha uchi. That's why he was looking for leaves to cover himself. Ndio maana alikuwa anatafuta majani ajifunike. How did he know he was naked? Alijua kivipi kwa uchi? Because the covering of God, kwa sababu ule mfuniko wa Mungu, the glory of God that was covering him, utukufu wa Mungu ulikuwa ukimfunika, ilikuwa imemtoka because of sin. Kwa sababu ya dhambi. After sinning against God, baada ya kufanya the dhambi, glory that was covering him, utukufu ulikuwa ukimfunika ukaondolewa. Akaona niko uchi. Kwani mbeleni tunaambiwa kwa mpango. Kuna mahali tuliona Mungu alipomuumba alimvalisha nguo. Kwa nionyeshe kwa Bible. Ile imesema Mungu ameumba Adamu amemvalisha nguo. So why does he notice that he's naked? Because the glory had left him. Kwa nini anagundua kwa uchi? Kwa sababu utukufu wa Mungu umemwacha. The glory of God had left the church of Sardis. That is why they were left with actions only. Utukufu wa Mungu ulikuwa umeacha kanisa la Sadisi, ndio maana walibaki na matendo peke yake. The glory of God was no longer with them. Utukufu wa Mungu haukuwa nao tena. That's why they were concentrating on big names. Ndio maana walikuwa katika jina kubwa. Mshirika asipoitwa brother hakuji church. Brother in Christ. Ndugu katika Yesu. Ongezee Christ. Ukimwita brother kwa nini mwana sijapoka? Kwa nini mwana sijapoka? So these guys had a name. Their reputation was known. Watu walikuwa na jina, majina yao yanajulikana. They looked like good people. Walionekana kama watu wazuri. The church looked like a good church. Kanisa lilionekana kama kanisa zuri. The world could see some traces of life in them. Dunia ingeweza kuona maisha kwao. Everything seemed to be going well. Kila kitu kilikuwa kinaonekana kwenda vizuri. By the way, deception is bad. Au udanganyifu ni mbaya. Sometimes wakati mwingine the devil deceives us that everything is okay. Shetani anatudanganya kwa kila kitu kiko sawa. Even if you don't pray, it is okay. Hata kama uombi kiko sawa. Kiko sawa, ni mwaminifu. Even if you don't go to church, anapoenda kanisa, it's okay. Iko sawa. There's a young man I was preaching to yesterday. Kuna mtu mdogo, kuna kijana mdogo alikuwa anamwongelesha. And as we were talking, he said, it's okay. If you don't go to church, it's okay. Alipokuwa tukiongea akasema, hata sipoenda kanisa. I read my Bible. Ninasoma Biblia. I go to the mosque. Ninaenda msikitini. On Monday I go to, he mentioned another part I cannot remember.
Jumatatu. So he spoke, I allowed him to speak. He spoke, then I asked him one question. Nikamruhusu ongea, kaongea, nikauliza swali. Do you have a father? Una baba? Wow. Do you talk to your father? Yes. Unaongelesha baba kwa kusema ndio. Do you have a mother? Yes. Una mama kwa kusema ndio. Do you talk to your mother? Yes. Unaongelesha mama kwa kusema ndio. ndio. How often do you talk to them? Mara ngapi unaongelesha? And he said daily. Na akasema kila siku. So I asked him. Nikamuuliza. What of your heavenly father? Na mbona babako mbinguni? How often do you talk to him? Mara ngapi unaongelesha? Then I asked him, supposing you wanted flour to cook ugali. Nikamuuliza, kama ungetaka unga upike ugali at the shop, ungepata wapi pale why dukani? can't you get it in your house? Mbona usikaitoe dukani mwako? He said, I have to go to the shop and buy. Akasema mpaka niende dukani. The same way the certain things you cannot get them in your house, you get them in the church. Vile vile kuna vitu When you unapata fellowship kanisani. with brethren, one comes with a testimony, another one with a song, another one with something that is encouraging. Vile vile kuna vitu usipata nyumbani ukishiriki na vijana ama ukishiriki na wenzako. That shuhuda unapata. Inaonesha you grow when you share together. Utakuwa ukishiriki. That's why the Bible says don't forsake the gathering of saints. Ndio maana Biblia inasema usiwache ushiriki wa takatifu. So everything seemed to be going well in service. Kila kitu kilikuwa kinaonekana kwenda vizuri kule service. But things were wrong. Lakini mambo yalikuwa mabaya. The church was a busy church. Kanisa lilikuwa kanisa na shughuli nyingi. Busy with meetings, committee meetings. Shughuli nyingi, mkutano mingi. Of building the church. Mkutano ya kujenga kanisa. Committee meetings were many. Mikutano ilikuwa mingi. Some were even going beyond midnight. Mingine alikuwa anaenda kupitia usiku. Promotions and publicities. Kupandishwa cheo na kujulikana. Promoting the church. Kupandisha cheo. Publicizing the church. Kutangaza kanisa. That was common in service. Yeye ilikuwa kawaida kule service. Church revival meetings. Ufufio. From revival to revival. Mikutano ya ufufio. Overnight to overnight. Mikutano ya ufufio na kesha. Yet they were dead. Ila walikuwa wamekufa. See how tiresome it is. Ona vile inachosha. To serve God when you are dead. Kumtumikia Mungu kama umekufa. You are using your physical energy. Unatumia nguvu zako za kimwili. So if you are preaching, you are preaching with the physical energy. Ukihubiri unahubiri na nguvu ya kimwili. If you are singing, you are singing out of experience. Ukiimba unaimba na tajriba tu. If you are praying, you are praying out of experience. Ukiomba unaomba na tajriba tu. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. Human strength fades. Nguvu ya binadamu inakatika. It reaches a point. I was saying today in the leadership service. Nilikuwa nasema leo katika ibada ya uongozi. That there reaches a time. Inafika mahali. When the body resists. Wakati mwili unakataa. It cannot do anything anymore. Mwili isifanye kitu chochote tena. It requires rest. Inataka mapumziko. That's why Acts chapter 8 verse 26. Ndio maana Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 26. The Holy Spirit. Nasema Roho Mtakatifu helps us to pray. Anatusaidia kuomba. Because God knew with our physical energy we cannot make it. Mungu alijua na nguvu zetu za kimwili hatuwezi. But the church of Sardis was depending on their physical. Lakini kanisa la Sardis lilikuwa linategemea nguvu zao. Meeting after meeting. Mikutano baada ya mikutano. No action. Hakuna jambo. Activity after activity. Mambo baada ya mambo. Crusade after crusade. Mikutano baada ya mikutano. Despite them doing all this. Hata na baada ya kufanya vitu hivi vyote. In the spiritual matter. Katika kiroho. They were reading zero. Walikuwa wanasoma sufuri. Because their relationship was with God. Kwa sababu uhusiano wao na Mungu was not there. Haukuwa. They had relationship with activities. Walikuwa na uhusiano na shughuli zao. Why hapo ilikuwa poa? Mzuri kabisa, ilikuwa inaenda vizuri. Kuliko ya conservator. Sababu ni activity after activity. Ni shughuli baada ya shughuli. Wangekesha wakipractice. Praise and worship. Wangekesha wakipractice. Lakini sasa wanaimba out of experience. Wanaimba na tajriba. So the songs are not touching anybody. Ile nyimbo haiko inagusa mtu yote. The church was at peace with the dead. So kwa kufa na kuishi kanisa lilikuwa amani na kifo. Kuishi ama kufa kwao haikuwa jambo. Have you ever seen a walking corpse? Ushaiona mfu inatembea? Have you ever seen a walking corpse? Ushaiona mfu inayotembea? Anybody has ever seen a walking? Mtu yote ambaye ameona mfu anatembea. Yeah? Yeah, a walking corpse. Mfu inatembea. You know when you imagine
imagine and understand this situation, you will seek God so you don't remain a walking corpse. Unajua unapoona na jaribu kufikiria jambo hili, utafuta Mungu. When I thought about a walking corpse, nilipokuwa nikifikiria kuhusu mfu anatembea, I thought about death. Nikafikiria kuhusu kifo. And I discovered that death is the end of life. Na nikagundua kuwa kifo ni mwisho wa maisha. Some of us, even though we are living, we have reached our end. Wengine wetu hata kama tunaishi, tumefika mwisho. Kuna mtu hapa anaweza kuniambia confidently kwamba nimefika mwisho lakini Mungu atanisaidia. Unaweza kujaribu kuitengeneza kidogo ni kuipaka mafuta ndio isionekane mbaya sana. Yaani wewe ulifika mwisho wako. You reached your end. Ulifika mwisho. Na ukawa unaona hata hakuna hata kuendelea kuishi. But somehow Mungu akusaidia. Naomba mniangalie mimi. Anything else happening there? It's irrelevant for now. Chochote kinafanyika pale hakihusishwi na sasa tunachofanya. Naona kila mtu anaangalia huko. Have you ever reached your end? Ushafika mwisho wako. And you see like death is better than living. Na ukaona kama kifo ni afadhali kuishi. Oh, you guys are good. Nyinyi ni wazuri. You guys have never gone through issues. Nyinyi hamjapitia mambo. You have never gone through issues. Hamjapitia mambo. But there are issues that comes to your life. Lakini kuna jambo ambalo linakuja katika maisha yako. There's no solution. Njia zote hakuna solution. You run to all your friends. They give you a negative answer. Lakini kwa marafiki zako wote wanapatia jibu chanya. Have you ever gone to somebody for help and they tell you, I have just given the last one before you came? Ushaenda kwa mtu msaidizi akasema amepatia na ya mwisho. You run to the other one and they tell you, if you came yesterday, I would have helped you. Unakimbia kwa mwingine anakuambia ukikuja jana ningekuwa nikukusaidia. Now you run to all of them until you cannot run to anybody else. Unakimbia kwa wote mpaka huwezi kimbia kwa mtu yote tena. You run to God and it looks like he's silent. Unakimbia kwa Mungu inaonekana ni kama amenyamaza. You have reached your end. Umefika mwisho wako. Now imagine hebu fikiria a walking corpse. Mfu anatembea. These people look like they are alive but they were dead. Watu wale wanaonekana kama wanaishi ama wanakufa. In the real sense, spiritually they have reached their end. Katika kiroho walikuwa wamefika mwisho. Even though physically they were enjoying pleasure. Hata kama kimwili walikuwa wanafurahi kujiburudisha. Sexual pleasure was normal to them. Uburudisho shirati. Remember it was a church. Kumbuka ilikuwa kanisa. It is not outside, it was a church. Haikuwa nje, ilikuwa kanisa. Pentecostal church. Kanisa la Kipentekoste. It is possible in our generation today to have a church where sexual immorality is pleasurous. It is done by everybody from the altar. Kuna uhakika katika kanisa la leo kuwa usherati ni kitu ya kufurahisha katika kanisa. That it is done by the people from the altar to the rest of the members. Inafanywa na watu kutoka madhabahu mpaka kwa shirika. That was the condition of that church. Hiyo ilikuwa hali ya kanisa lile. No wonder when Jesus is talking through the angel. Ndio maana Yesu akiongea kupitia malaika. He says, I know your works. Anasema najua matendo yako. I know what you do. I know the kind of life you are living. Najua maisha unayoishi. I know the behavior you are living. Najua tabia yako. In other words, God is saying you cannot fool me. Kwa maneno mengine najua anasema Mungu huwezi. You can fool the other people but you cannot fool me. Unaweza kudanganya wengine lakini huwezi kudanganya mimi kwenda kujua. Najua tabia zako. You can succeed to fool the pastor. Unaweza fanikiwa kudanganya mtumishi. But I, Jehovah God, I know your works. Kile mimi Mungu najua kazi zako. I know you very well. Nakujua vizuri sana. Then I went to Genesis 25. Nikaenda katika Mwanzo 25. Still talking about the church of Sardis. Bali naongelea kuhusu kanisa. I got another example in Genesis 25:31. Nikapata mfano mwingine Mwanzo 25. Hebu nisomee haraka haraka. Told them to go yes, hibernated. Nikasoma nikapenda kulala sombe lakini amejificha. 25:31. It's a very interesting story about Jacob and Esau. Ni hadithi ya kufurahisha kuhusu Esau na Yakobo. Genesis 25. Yes, verse 31. Mstari 31. What does it say? And Jacob said, sell me this day thy birthright. And Esau said, behold, I am at the point to die. And what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, swear to me this day. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage of lentils,
and he did eat and drink. 31 peke yake. Mstari wa 31 peke yake. I said 31. Nilisema 31 ndugu. I said 31. Nilisema 31. 31. And Jacob said, sell this day thy birthright. Jacob is asking for the birthright of Esau, his brother. Yakobo anauliza ile haki ya kuzaliwa ya ndugu yake Esau. In other words, Kwa maneno mengine, in short, kwa maneno mengine kwa I kifupi. had preached here before that Jacob Nilihubiri hapo kwa Yakobo wanted the position, the riches, the blessings, everything that was befalling his brother Esau. siku moja kuwa ile utajiri ambayo ilikuwa ya ndugu yake Esau. Now, the covenant was done between the two. Agano ilifanywa kati ya wale wawili. The transfer was done between the two. Mabadilisho ilifanywa kati ya wale The wawili. father was not there. Ndugu baba yake The hakuwa pale. mother was not there. Mama yake hakuwa The pale. father was not aware. Baba yake The hakujua. mother was not aware. Mama yake hakujua. According to the father and the mother, Esau was still the firstborn. Kulingana na baba na mama, Esau bado alikuwa mzaliwa wa According to kwanza. the parents, the two were still in the same position. Kulingana na wazazi, kwa wale wawili bado walikuwa nafasi moja. Are we together? Tuko pamoja. So according to the father and the mother, Esau was still the elder son. Kulingana na baba na mama, kwa Esau alikuwa bado mwana wa kwanza. But practically, Lakini kiasisia there was a replacement. kulikuwa na mabadilisho. Because Jacob has already received. Now those days, as you meet the two of you, the one that is vowing will vow 7 times. Siku ile unapokutana kuwa anayetoa ile mara, I, Esau, anayetoa ahadi anatoa mara has 7. transferred my birthright to you, Jacob. Mimi Esau Mimi Esau has transferred my birthright to you, Jacob. nimegeuza haki ya kuzaliwa kwako Up to the Yakobo. 7th time, and the deal is sealed spiritually and physically. Mpaka mara 7 na maagano yanafungwa kiroho na kimwili. So physically, Kimwili Isaac is seeing Esau as his firstborn son. Isaka anaona Esau kama mzaliwa wa kwanza, lakini kiroho Things are different on the ground. vitu viko tofauti chini. Spiritually, Kiroho Jacob has become the first. Yakobo amekuwa mzaliwa wa kwanza. So when Isaac is calling Esau, Isaka anapomwita Esau so that he may bring something that he may bless you, ili akaweze kile kitu Isaac kibariki. did not know Isaka that hakujua the government has already been overturned. ya kwamba serikali ilishageuzwa. Hebu gusa mwenzako mwambie, don't just believe everything. Ndugu zangu, mwambie usiamini tu kila kitu. Investigate more. Chunguza zaidi. Things may be different on the ground. Vitu vinaweza kuwa tofauti. Until you are thinking everything is okay. Na wewe unaona kila kitu You are sawa. thinking everything is fine. Unaona kila kitu kiko sawa. Scrutinize. Chunguza. Not everybody says who they are who they are. Si kila mtu anasema yeye ndiye, anaweza kuwa yeye Not ndiye every siye. circumstance that look the way it is, it's the way it is. Si kila hali unaona iko vile, iko tofauti. Investigate things further. Chunguza vitu zaidi. Seek to know more. Jaribu kutafuta zaidi. Jacob has just received the birthright of Esau. Yakobo amepokea haki ya kuzaliwa ya Esau. Esau may be walking like a firstborn, Esau anaweza kuwa anatembea kama mzaliwa wa but kwanza, spiritually, lakini kiroho things are different. vitu viko tofauti. Everything has been taken away. Kila kitu kimechukuliwa, It has been transferred to his brother. imebadilishwa ikapelekwa kwa ndugu yake His Yakobo. position, Nafasi his yake, riches, tajiri his yake, authority, mamlaka his yake, grace, neema his yake, breakthrough upenyo has been wake transferred to the brother. imebadilishwa kwa ndugu yake. So in the real sense, Katika uhalisia, Jacob is the elder son. Yakobo ni mtoto kuzaliwa kwanza. Mwambie jirani, things are different on the ground. Jirani, vitu viko tofauti katika ardhi. Be spiritually alert. Kuwa makinifu So that you kiroho, can be able to tell what is happening in the spiritual realm. ili uweze kutambua kile kitu kinachofanyika katika Inaweza kiroho. kuwa baraka zako zitransferiwa kitambo na wewe unaishi kusema bariki baraka. Umebakia kuna nini? But the things on the ground are different. Lakini mambo katika kihalisia yako tofauti. Nyota ilichukuliwa kitambo. Ukabakia bila kitu. Tunaona tunatembea pembeni kibongo. Everything was taken away. Kila kitu kilichukuliwa. No wonder you start things, they don't progress. Ndio maana ulianza vitu lakini No wonder you havifanikiwi. promise things, they don't come to pass. Unaahidiwa vitu lakini havikuji No wonder kutimia. they engage you and leave you. Wanakuchumbia na kuacha. Because your star was taken away.
sababu nyota yako Many years ilichukuliwa ago. miaka iliyopita. Physically, Esau was still the first. Kimwili Esau bado alikuwa mzaliwa wa kwanza. Si ndio? Hata majirani wakiangalia wanasema mzaliwa wa kwanza wa Isaac ni nani? Esau. Lakini ukweli Jacob alishachukua. Yakobo alishachukua uzaliwa wa kwanza. Jacob took everything from his elder brother. Yakobo alichukua kila kitu kutoka ndugu yake mkubwa. The true picture on the ground was that Jacob was the elder son now. Picha halisia ni kuwa Yakobo alikuwa mzaliwa wa kwanza sasa. That is why it was easier for Jacob to call the father. Ndio maana ilikuwa rahisi Yakobo kumdanganya babake. Once you win the battle spiritually, physically inakuwa rahisi. Unaposhinda vita katika kiroho, kimwili inakuwa rahisi. In the closet, the blessings are already transferred. Pale ndani ya kabati basi baraka zilishabadilishwa. Naona baba akasema, naona nywele ni za Esau. lakini sauti ni ya Sauti ni ya Yakobo. Kwa nini hapo hakusema sasa sitakubariki mpaka Esau akuje? Already deal ilikuwa ishamalizwa in the closet. Transfer ilifanyika kitambo. Mageuzi yalishafanywa. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Simba wa Yuda, Yahweh, mwanzo na mwisho. Yahweh ni Mungu. Yahweh anatawala. Yahweh, Simba wa Yuda, Yahweh, mwanzo na mwisho. Yahweh ni Mungu. Yahweh Jehovah